Hafla hii ni matokeo ya kliniki ya kisheria bila malipo, yani bure, ambayo tuliipanga kwa wananchi wa mkoa wa Singida, ambayo tuliifanya siku ya tarehe 19 mpaka tarehe 25 mwezi wa 4 mwaka 2025. Sisi kama ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, kama wote mnavyofahamu, makao makuu ya ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali hapo Dodoma. Kwa hiyo inaweza kuwa ni vigumu kwa mwananchi wa mkoa wa Singida kuja mpaka Dodoma kwenda kumuona mwanasheria mkuu wa serikali. Kwa hiyo ndio maana tulianzisha hizi kamati ili wananchi wale sasa wasisafiri umbali mrefu. Kama wana malalamiko yao, basi wawasilishe kwenye kamati. Lakini kwa kawaida tunapoizindua tunafanya kliniki ya wiki nzima. Shauri la kwanza ambalo nililisikiliza mimi mwenyewe, na Bwana Lameck Muyanzi aliletwa mbele yangu akilalamika kudhulumiwa magari yake 5. Na niliposikiliza maelezo yale, kwa kweli nilisikitishwa sana, na nikasema jukumu langu kama mwanasheria mkuu wa serikali ni kuhakikisha kwamba haki inatendeka na kumrejeshea tabasamu Bwana Lameck Muyanzi. Dhumuni kubwa la ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, mbali na mambo mengine, ni kujaribu kutatua malalamiko haya ya wananchi katika njia ya kawaida tu, ili tuzipunguzie mzigo mahakama zetu ambazo zinafanya kazi nzuri sana. Kwa hiyo tulipopokea malalamiko haya, sisi tulianza kulishughulikia. Lakini kama mnavyofahamu, ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali inafanya kazi na taasisi na idara zingine za serikali, na kwa kweli tuna ushirikiano mzuri sana ambapo na imani watalikamilisha, kwa sababu kama nilivyosema, wameonyesha uzalendo, na huko sasa mkaendelee kuishi kwa amani, maana sasa mmeshamalizana pamoja na walalamikiwa. Sasa nyinyi ni marafiki, ni ndugu, jambo hili ni la kawaida. Mimi wazalendo wa namna hii wanawapenda sana. Kwa hivyo huo utaendelea kuwa ndio utaratibu wa ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, kupita katika mikoa mbalimbali kuwarejeshea tabasamu wananchi. Kwa hiyo tunalifanyia kazi kwa kushirikiana na vyombo vingine na taasisi zingine za serikali. Peke yetu hatuwezi, lazima tushirikiane na wenzetu ili kuweza kuleta haki na tabasamu kwa wananchi. Tutakuwa nakwenda na mikoa mingine na mingine, lakini shughuli hizi ni endelevu kwa sababu kamati hizi ni za kudumu, na tutaendelea kujitahidi kuhakikisha kwamba tunatoa huduma hizi vizuri kama kauli mbiu yetu inavyosema, weledi na ubora. Tunataka wananchi wawe na imani kwamba nchi hii inaendeshwa kwa mujibu wa taratibu na sheria, na wawe na imani na taasisi za serikali, ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, mahakama zetu na mfumo mzima wa haki madai na haki jinai. Kwa hivyo tunafurahi kuona swala hili limefika mwisho. Kwa hivyo leo tunakabidhi magari yaliyokuwa yanalalamikiwa kuchukuliwa na kuuzwa pasipo taratibu, na hayo ndiyo matunda ya kliniki za ushauri wa kisheria ambao unaotolewa bila malipo na ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali. Karibuni sana, mnakaribishwa, muendelee kuleta malalamiko yenu mbalimbali. Wakati mwingine ni mambo madogo madogo tu, na kama mlivyomsikia katibu wa kamati, bali na kutatua hizo changamoto mbalimbali na malalamiko mbalimbali, wanatoa elimu ya kisheria. Kwa hiyo kupitia kupata elimu, mambo mengine unaweza ukajikuta wewe mwenyewe mwananchi unayashughulikia mambo yako mwenyewe, unajisimamia mwenyewe na yanaisha vizuri. Ziende zikafanye shughuli za kiuchumi na kuwaleteni maendeleo kama wananchi, lakini mtakuwa mnalipa kodi za serikali, mtakuwa mnaajiri watu. Kwa hiyo matokeo yake mnakuwa mnatoa mchango katika uchumi wa taifa hili. Kwa ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali itahakikisha kwamba inaendelea kuhakikisha kwamba malalamiko yenu yanatekelezwa kupitia kliniki zetu za sheria. Kwa hiyo tunawashukuru sana. Tumekuwa tukiahirisha hili jambo mara kwa mara kwa sababu ya majukumu mengi, lakini leo Mwenyezi Mungu amekupa kibali, umeweza kufika katika mkoa wetu wa Singida, na hatimaye tunakwenda kukabidhi haya magari ambayo ni hatua kubwa sana ya kuonyesha jinsi gani ambavyo vyombo vya sheria vinafanya kazi na vinatenda haki. Tunajua una majukumu mengi kabisa, lakini umeona ni vyema
uje uonyeshe katika umma wa Tanzania kwamba vyombo vya sheria navyo vinatenda haki na haki inapatikana. Katika mkoa wake wa Singida ulifika na ukaweza kuzindua kamati za ushauri wa kisheria mkoa na kamati ya ushauri wa kisheria katika wilaya za mkoa wa Singida. Na leo pia matunda ya uzinduzi wako yameweza kuonekana. Kwa hivyo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa anakupongeza sana. Tumekwenda kushuhudia kwamba tuna taasisi ya SEMA wanakwenda kupata matunda ya namna kubwa ambayo ofisi yako inaifanyia kazi, na umeona kwamba wao sasa leo hii wanatabasamu, na sisi tumekuwa msaada, tumepata msaada sana kwa wanasheria. Kwa tu mimi niseme, mimi na wakala wenzangu, ni ngumu sana kuweza kuwasikiliza wananchi bila kuwa na wanasheria, kwa sababu wanasheria wakiwepo unajua mipaka ya kuishia hapa na hapa. Toka kamati hizi zimezinduliwa, zimeendelea kuwa hai. Tumeendelea kufanya kazi au kutekeleza majukumu ya hizi kamati kwa mujibu wa sheria, kanuni na miongozo mbalimbali. Mpaka sasa tuna jumla ya vikao 7 ambavyo tumevifanya, na tumefanya kliniki 2. Kliniki ya kwanza tulifanya wilaya ya Manyoni, lakini pia wakati wa maadhimisho ya siku ya mwanamke duniani, kwa kwenye hayo makongamano tulitoa elimu, na tulitoa elimu kwa wanawake zaidi ya 2000. Kwa hiyo sasa hivi ndani ya mkoa wa Singida watu wengi wanazijua hizi kliniki kwamba zipo, wanazijua hizi kamati za ushauri wa kisheria ngazi ya wilaya na mkoa kama zipo, kwa sababu tunapokea sana simu baada ya yale makongamano. Na mpaka sasa kwenye vikao hivyo 7 tulivyofanya, wananchi wamewasilisha kero zao, changamoto zao, msaada wa kisheria, wanahitaji msaada 115, ambapo tuna madai ambao dhidi ya serikali waliowasilisha na tukawapa ushauri walikuwa 10. Kuna madai ya wananchi wenyewe kwa wenyewe walikuwa 40. Tulikuwa na jinai 5. Kulikuwa na kesi zinazohusiana na watoto 15, masuala ya kazi 15, pamoja na ardhi 15. Na katika hayo 97 tuliyasuluhisha kabisa na walielewa, na 18 bado tunaendelea kuyafanyia kazi. Lakini pia kwenye kliniki tulizofanya kwa tulihudumia karibia wanawake na wanaume 200, ambao kwenye kesi za madai tulisikiliza 47, jinai 10, kesi zinazohusiana na watoto 16, kazi 12, ardhi 68 na ushauri wa masuala mengine ya kisheria 47. Na katika hayo ambao tumeyafunga kabisa ni 142, na mengine bado tunaendelea kuyafanyia kazi. Na moja ya mafanikio ya hizi kamati ni hili zoezi letu lililopo mbele. Kwa kweli siku ya leo kwetu sisi wanasema ni siku ya furaha sana, baada ya takriban karibu miaka 3 wakati mgogoro wetu ulikuwa ukiendelea, leo umefikia hitimisho. Maana magari haya, mgeni rasmi, yalikuwa yakitumika katika kufanya kazi za maendeleo. Sisi ni shirika lisiokuwa la kiserikali linalofanya kazi katika mkoa wa Singida, ambalo lina zaidi ya miaka 27 kufanya kazi katika mkoa huu. Magari haya hasa yalikuwa yanatumika katika miradi ya maji, kama unavyoona ile crane. Zaidi ya mwaka 1.5 hatuna magari, lakini kwa sasa tunafurahi kwamba magari yamerudi na huduma sasa zitaendelea tena. Lakini kwa sasa furaha ipo si kwa SEMA tu, lakini kwa wananchi wote wa mkoa wa Singida. Kwa niaba ya shirika la SEMA nitoe shukrani zangu za dhati kwako wewe binafsi kwa kulichukua jambo hili kama la kwako. Lakini pia nitoe shukrani zangu kwa serikali ya mkoa kupitia mkuu wa mkoa, katibu tawala, lakini hasa mwanasheria wa mkoa. Amekuwa pamoja na sisi sana kuhakikisha kwamba jambo hili linafikia tamati. Kwa kweli wamekuwa pamoja na sisi kuhakikisha kwamba haki inatendeka. Na sisi leo ni mashuhuda wa kuhakikisha kwamba haki imetendeka. Magari hayo 5 wakati yanachukuliwa yalikuwa na jumla ya thamani ya shilingi milioni 120. Kwa hiyo ilikuwa ni hela nyingi ambayo imekaa nje kwa kipindi chote hiki, lakini kwa sasa tunamshukuru Mungu kwamba yamerudi na yataendelea kutoa huduma kwa wananchi wa mkoa wa Singida kama ambavyo ilikuwa ni azma.